afanye, sifa iende kwa sasa. Unataka ufanye jamani, mbona Ziziki hapa tumemsifia sana, lakini Mungu kamuondosha. Na nikwambieni udini ndio umekolea kweli kweli. Kwa nini huyu mama anafanikisha mazuri? Mbona Mwalimu Nyerere baba wa taifa si amefanikisha, tumepata uhuru, tunamkumbuka mpaka kesho kutwa, na jina lake ni baba wa taifa, na kila mwaka tunamkumbuka, kila mmoja ana jema lake. Mimi nimekwenda mpaka Chato kwenye kumbukizi ya Magufuli, kwa sababu alichonifurahisha mimi Magufuli ile kuzuia mchanga wetu kwenda kuchakachuliwa huko kwa wezi wale, kile bana kanifurahisha kweli kweli. Yani ninampongeza bila aibu, bila aibu, hata mkiniambiaje mimi nampongeza kweli kweli. Na ninasema hivi Mungu ampe anachostahili Magufuli, wallahi Mungu ampe anachostahili Magufuli. Ameitetea nchi yetu. Sisi tunataka tuendelee na ibada zetu, tuendelee na mambo yetu, lakini Afcon inakuja, tuende katika viwanja vya mpira tukatizame Afcon, unasikia, tukaenjoy huko, na ubingwa Mungu akijalia insha Allah, semeni amina, ubingwa ubakie Tanzania wa Afcon, na maandalizi yaendelee, na zile jezi za timu ya taifa ya Tanzania na mimi niletewe. Lakini pia msimamo wetu Waislamu, hakuna maandamano. Siruhusa Muislamu kuingia katika maandamano yanayoandaliwa na mtu yoyote yule katika nchi hii. Hatutaki maandamano, fujo, hatimaye kuchoma vituo vya mafuta, kuharibu miundo mbinu ya umma, kuharibu mpaka tukosa Ijumaa hapa, tukashindwa kusali Ijumaa. Mtu akishukuru manake anaomba tena, na sisi Mwenyezi Mungu tunamshukuru sana, na anastahili tumuombe tena, kwa sababu fadhila zake kwetu ni nyingi na tunayoyahitaji kutoka kwake ni mengi. Maisha bado yanaendelea, na sisi bado ni wahitaji wa yale yote ambayo yatatuwezesha kuishi katika maisha yetu ya kawaida kisalama na amani. Ila kwa masikitiko makubwa, niliwahi kusema huko nyuma, jamani, licha ya kuwa yale mabaya yaliyokuwa yanategemewa yafanyike, Mungu ametunusuru. Maana yake kulikuwa na misemo kwamba yatafanyika maandamano yasiokuwa na kikomo, lakini Mungu alitupitisha salama. Nia ile haikufikia katika utekelezaji. Lakini kwambieni ndugu zangu kwamba amani haina mbadala. Huwezi ukakosa amani ukapata badala ya amani kitu kingine kizuri kama amani. Haiwezekani, hakuna. Amani ni amani peka yake. Kwa maana hiyo, tunao wajibu wa kuilinda amani yetu na kuisimika katika nchi yetu. Hiyo ni jambo la kudumu, jambo ambalo ndilo la kuwarithisha watu wetu wa baadaye, kizazi chetu. Miongoni mwa vitu vya kuwarithisha ni kuwarithisha amani na utulivu. Tunawarithisha utalii, tunawarithisha kumbukumbu za mambo mengi, lakini hapotokuwa na utalii wala kumbukumbu ikiwa amani na utulivu hakuna katika nchi yetu. Hakutokuwa na utalii wa ndani wala utalii wa nje kama hakuna amani na utulivu. Lakini tunasikitishwa pale tunaposikia
Jambo hilo linataka kurudi tena bitahdidi kuanzia mwezi wa 5. Sisi tunaposikia, kwa kuwa ni waoga sisi, mimi bidhati muoga kweli. Mimi nataka niishi hapa mjini kwa amani na utulivu, alafu ninapotamani kwenda kwetu kijijini niondoke kwa amani na utulivu wakati wowote ule. Ndio ninavyotaka hivyo. Huwa naona raha kweli. Mimi sichagui wakati wa kuondoka hapa. Nafanya ya mjini wakati wowote ule ninaondoka. Saa 6 usiku naondoka, saa 7, saa 8, saa 9 mimi nakwenda tu. Najivuna kwa sababu ya amani na utulivu. Hata huko kijijini kwetu wanashangaa, nyinyi mmefika saa ngapi? Nyinyi kazi yenu mnatembea usiku tu. Wanawaambia kwa sababu ya amani iliyopo. Tunaposikia kwamba mambo kama yale nataka kurudia tena, mimi natafuta kinachotafutwa nini? Usemi ni ule ule tuliokuwa tumepata kuusikia kwamba watu bado wanatafuta haki. Bila ya haki hakuna amani, wanasema hivyo. Na sisi tunaposikia maneno kama hayo huwa tunainamisha vichwa kufikiria, kwani kuna nini? Kuitangaza nchi yetu kuwa haina haki huko ni kuishutumu nchi, na kutushutumu na sisi tuliopo ni kutuvunjia adabu. Tanzania hakuna haki, haiwezekani. Ipo haki, isipokuwa haiko haki ambayo labda unaiona wewe kwa macho yako wewe, lakini haki ya ujumla kwa watu wote ipo. Lakini ndio watu wanasema, hofu yangu kubwa wasije wakawashawishi tena watoto wetu na wakaingia kwenye mkumbo yakawakuta yale aliyowakuta wenzao wakati ule. Ukweli wamekufa, wameumia, wamepotea. Wale ni Watanzania wengi, ni nguvu kazi yetu, ni damu yetu, vitoto vyetu, vijukuu vyetu. Tusingependa yale yatokee, lakini kwa kuwa hii ni Tanzania, hii ni nchi ina mali na rasilimali. Nchi ya Tanzania ina mali na rasilimali. Vita inayotokea huko Mashariki ya Kati, huko Israeli, Marekani, Iran, yote ni kugombea rasilimali, mafuta. Gumzo kubwa ni mafuta. Watu wanaumizana na wanaumiza watu kwa sababu ya mafuta na rasilimali zilizokuwepo. Na sisi Tanzania tunayo gesi nyingi. Pengine siku zijazo tutakuwa na mafuta. Watu si wanatafuta, iko siku yatagunduliwa mengi. Lakini tuna mengine mengi ambayo pengine katika nchi nyingine hakuna. Tanzanite hakuna nchi nyingine ila Tanzania tu ndio kuna madini ya Tanzanite. Watu wanayataka, lakini njia ya kuyataka kwao si ya amani. Wanataka watupiganishe, wachukue bure. Sisi wenyewe tukiingia tukitafunana hapa, wao watapata nafasi nzuri ya kutuchukulia rasilimali zetu na vyetu bure. Mbinu inayotumika ambayo ni khabithi kweli, wanataka kuwatumia watoto wetu, vijana wetu, na kwanza wanawapa akili ya panya, wanawageuza panya. Watoto wetu si panya, lakini wanawageuza panya ambao watawabebesha kitu ambacho wao wadhanie kwamba ni almasi.
Hiyo inaitwa haki. Haki kwa jina lake ni kitu kizuri. Wanataka kuwabebesha watoto wetu, lakini zawadi hiyo ya haki ambayo itafanana na almasi na vitu vyenye thamani, anapelekewa nani? Anapelekewa panya, paka, anapelekewa paka. Hebu nambieni kwa akili zetu, paka ukimpelekea almasi iliyobebwa na panya, atachukua almasi au atamchukua yule panya wenyewe? Sithubutu kuambia watoto wetu ni panya, lakini maadui wa nchi yetu wanawageuza watoto wetu kana kwamba ni panya, ili wawapumbaze, wasijue wanachofanya. Watoto wetu ni watu wenye heshima zao na wao, na ndiyo generation mpya ambayo inategemewa, tunaitegemea itupokee haya tulionayo, tunakwenda nayo. Lakini wanataka kuwageuza panya, wabeba almasi kupeleka kwa mfalme paka, mfalme wenyewe paka. Siji kama mnanielewa kwamba paka akipelekewa almasi na panya, atachukua almasi, atamchukua panya wenyewe? Vijana wangu wanatakiwa waelewe, wao hawatokuwa salama kwa utumwa wanaopewa, wataangamia wao. Sasa sisi wengine tushaangamia na uzee, tumekwisha, lakini wao wataangamia kabla ya wakati wao, na inatakiwa wao ndio waturithi kuendesha nchi yetu. Wasome, huu ndio wakati wao wa kusoma. Wajifunze, huu ndio wakati wao wa kujifunza. Waelimike, huu ndio wakati wao wa kuelimika. Serikali inaandaa kila kitu kwa ajili ya kuwaelimisha vizuri vijana wa Tanzania. Rais aliyopo madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan anafanya kila mbinu kuhakikisha watoto wa Tanzania wanasoma, anawafungulia milango, wende wakashughulike na sayansi huko, wakashughulike na teknolojia huko ndani, ili waje kuijenga nchi yao. Sasa watoto wakikubali kubeba mzigo huo kuupeleka kwa mfalme paka, paka atawatafuna wote bila ya kutafuna ile zawadi, na itakuwa wao ndio wameingia katika hasara. Ndugu zangu, mimi sina maneno mengi, maneno yangu mafupi machache, kwamba nasema tuwakatae, na kwa lugha nyingine walegee, washindwe wale wote ambao wanataka kuivunja amani ya nchi yetu kwa visingizio ambavyo havina maana yoyote. Hivi nikwambieni, inasemekana wanataka hata haya mashindano ya AFCON ya mpira haya ambayo tumeshirikishwa sisi wa Tanzania, Waganda, wa Kenya kuandaa mashindano ya AFCON, pia wanataka isiwezekane. Sasa watoto wetu wanataka kucheza mpira, wanataka ubingwa wa AFCON na wao, kama ule ambao unaotembea baina ya Morocco na Senegal. Sijui mwisho sasa hivi kapewa nani, lakini watoto wetu nao wanataka matokeo yake iwe fainali baina ya Kenya au Uganda na Tanzania, alafu baadaye inacheza. Leo kombe liko Uganda, kesho liko Tanzania, kwa sababu na sisi mpango wetu hapa, zile fainali zikifanyika hapa ndo machinjioni, kombe lile haliondoki. Tutalala kila mahala kuhakikisha kombe linabaki. Kama walishindwa Morocco ni hao, lakini sisi hatutukubali tushinde, kwa sababu tushajifunza. Kumbe mtu ukifanya ubwege atakuja kukupiga uwanjani kwako.
Tumejifunza kule, tumejifunza tarefaria alivyotufanyia siku ile, na mimi nilikuwa natazama, lakini siendelee. Wakasema yu tena kenda mpirani. Lakini nasema hivi, ubingwa tunautaka, na ubingwa huu hautopatikana ila kwa amani na utulivu. Na michezo hii ni uchumi kwa ajili ya nchi yetu. Uchumi ule ukipatikana ndio tutapata kula. Watu si mnalalamika mafuta yamepanda, maneno mchungu mzima yanasemwa. Tena watu wengine wamesema maneno mabaya kweli kweli, ili hali vita inapiganwa huko, sababu imetokea huko, lakini watu wanailaumu serikali ya Tanzania haikujiandaa. Utajiandaaje na vita inapigana na watu huko? Vyovyote utakavyojiandaa, lakini mafuta lazima yatapanda bei. Hata yakisemwa kwamba yapo, lakini bei haitosimama pale pale, lazima itapanda. Lakini mimi ninachokitaka, tuendelee kuishi kwa amani na utulivu, na watoto wetu wasiwe chambo cha mahitaji ya watu wengine. Tusikubali watoto wetu kuwa chambo. Watoto wetu tusikubali kufanywa ni chambo. Kwa ajili ya maslahi ya wachache huko nje. Sidhani kama Mtanzania atakuwa anakubali kuiletea nchi yake maafa. Ikiwa vita inapiganwa huko, sisi tushaanza kupata maafa ya kupanda gharama za maisha. Mafuta yakipanda na gharama za maisha zitapanda, na tutalaumiana wenyewe kwa wenyewe hapa. Na wengine watakwenda kwenye siasa, basi mwakani sikuchagui. Hunichagui kwa lipi? Lakini haya ndio siasa. Siasa utafutia sababu. Ninachokisema ni kwamba tuna watoto wetu, tuwaachie wasome, tuwaachie wajifunze, tuwaachie na wao wapate nafasi ya kuja kula mkate uliopo. Kama kweli kuna watu wanataka nchi hii iwe na haki sawa kwa wote, mbona watoto wa Kiislamu wanasoma sana lakini kazi hawapati? Wanasoma sana watoto. Zamani tulikuwa tunasifiwa Waislamu hatukusoma. Mwimbo huo umekwisha. Waislamu sasa wamesoma, lakini mbona kazi hatupati? Kama ingalikuwa jambo la kuitishia maandamano tungaliitishia hili, lakini sisi Waislamu tuna akili zaidi, hatuwezi tukafanya hayo. Tuwaachie wahusika wateue wafanyakazi. Lakini na watoto wetu wanazo sifa za kuwemo katika maeneo ya maamuzi. Tukitizama taarifa ya habari tunaona kila pahala wamejaa watu wengine tu, watu wa madhehebu mengine tu. Watoto wetu si wanasoma? Na unapokuja ule mwimbo wa kujiajiri unaimbwa sana, wajiajiri. Watoto wetu na pia waajiriwe, sio kujiajiri tu peka yake. Na kuajiriwa watoto wa Kiislamu na wao waajiriwe, sio waishie kujiajiri tu, manake wakachome mkaa na miti imekwisha. Wataharibu mazingira jamani. Kujiajiri mtu atafanya lolote lile. Akiwa hana la kufanya, manake atachoma mkaa, atakata miti, ataharibu mazingira. Kweli tunakubali kujiajiri, lakini na sisi tupate ajira, watoto wetu wapate ajira. Sio hii shida tunaiona hii. Mufti anapeleka lundo la shahada za watoto, hapati hata mtu mmoja aliyoajiriwa. Mufti, mimi najua hilo, huko kapeleka kipindi kilichopita. Lakini mshamsikia mufti amesema lolote hadharani hivi na kuwataka labda Waislamu hivi wafanye hivi? Hamna. Na wala sisi washauri wake hatumruhusu afanye hivyo, bali tunawaambia fasbir sabran jamilan, subiri. Amani na utulivu ndio bora kwetu kuliko hiyo ajira. Lakini nikwambieni nyote humu ndani msikiti mnasali humu, mna watoto wanasoma.
na watoto wanayo haki na wao waajiriwe, wakae katika maeneo ya maamuzi. Lakini wenzetu wanatubania kweli kweli, kwa sababu wao wametangulia. Ile kutangulia wamekava kila nani, wao ndio wamekuwa viungo wakabaji, sio washambuliaji, wakabaji. Viungo wakabaji, wanatukaba kweli kweli. Hii lazima niseme wazi wazi, wanatukaba kweli kweli. Hata kama anayo sifa, anakuja kiungo mkabaji, hiyo sifa inafutika. Sasa tutanyamaza mpaka lini? Lazima tuseme. Lakini wallahi hatuwashawishi watoto wetu kuingia barabarani kuandamana, hatuwashawishi hata siku moja, wala hatutaki. Tunawashawishi wajiajiri, lakini pia tutazungumza na sisi kuajiriwa. Lazima hili halituzibi mdomo kwamba tusiseme kuajiriwa. Itakuwaje? Kwa sababu ikiwa watu wa dhehebu moja wako katika maamuzi, sisi tuliobakia tuamuliwe tu. Hata tukiambiwa nyote sukeni majongoro, itabidi tusuke tu. Maimamu wasuke majongoro, watengeneze tatuu, kwa sababu huko watu wameshaamua na ishakuwa ndio nani. Hii haikubaliki. Lazima wallahi, sisi tuna aya ya Qur'ani inasema inna Allaha la yughayyiru ma bira, na miongoni mwa yanatukera tuseme wazi wazi kwamba watoto wetu kukosa ajira ambazo watu wengine wanapata. Sasa nataka na sisi hapo hapo nao wawepo watoto wetu, hiyo kero yetu. Lakini tunaisema na wakusikia wanatusikia, alhamdulillah. Lakini pia msimamo wetu wa Islam, hakuna maandamano. Si ruhusa Muislamu kuingia katika maandamano yanoandaliwa na mtu yoyote yule katika nchi hii. Hatutaki maandamano, fujo, hatimaye kuchoma vituo vya mafuta, kuharibu miundo mbinu ya umma, kuharibu mpaka tukosa Ijumaa hapa, tukashindwa kusali Ijumaa. Sisi tunataka tuendelee na ibada zetu, tuendelee na mambo yetu, lakini Afcon inakuja, tuende katika viwanja vya mpira tukatizame Afcon, unasikia, tukaenjoy huko. Na ubingwa Mungu akijalia insha Allah, semeni amina, ubingwa ubakie Tanzania wa Afcon, na maandalizi yaendelee, na zile jezi za timu ya taifa ya Tanzania na mimi niletewe, nivae siku hizo kushabikia timu yangu ya Tanzania kwa amani na utulivu. Na huku tunakula madafu yetu, tunakula mapapa yetu, tunakula nini kwa raha kabisa. Tunataka amani na utulivu. Marufuku Muislamu Tanzania kuwa na itikadi ya maandamano, na jambo lenyewe anakuletea mtu maslahi anayajua yeye. Kwa sababu mlivyoandamana wengine, je, naambieni mmepata maslahi gani zaidi ya kuvunjika miguu? Hiyo bodaboda, taarifa inatoka kule Moi, kila siku kuna kesi 50 za ajali za bodaboda, watu wamevunjika miguu. Sasa siku ile ya maandamano, na nyinyi mkiingia na FFU wameingia mtaani na wao, miguu itakuwa mingapi iliyovunjika? Na alafu atakutibu nani wewe, mtoto wa Kiislamu? Wewe nenda kule sasa Moi, anakutibu nani? Ndio utajistukia miguu huna, mikono huna, mgonjwa wa kisukari? Hapana. Maandamano? Hapana. Hayo tunayasema wazi wazi. Afcon ichezwe, na hatutaki Waislamu washiriki upuuzi wa watu wengine huko wanauleta katika nchi yetu, wakati wao huko hiyo haki. Kama watu wangalikuwa wanataka haki hasa, si wangalipenda pale Palestina, pale Gaza,
mauaji yale yaliyofanyika pale Gaza au vita inayoendelea ni ya haki? Hata kanuni za Umoja wa Mataifa haziruhusu vita ile. Mtu kitakupiga vita lazima upate kibali kutoka Umoja wa Mataifa. Nani Marekani amepata kibali hicho? Wanauawa watu, na Irani naye anarudisha mapigo mpaka kwa jirani zake. Matokeo yake mafuta yanakuwa hivi yanavyokuwa. Tunapata tabu. Mimi siku narudi kutoka Mkenda, nimenunua mafuta Kimanze Chana, ninakuja nayo huku. Hebu fikiria, baada ya kununua huku na kwenda Mkenda, nimenunua Kimanze Chana na wana huku. Hivyo dumu nalo hivyo. Ikisha nitie tena katika gari yangu hapo Noah. Nalo dumu la lita 20 la mafuta. Hata ukitaka kunikamata sasa hivi nene nyumbani tu, wewe kwa dumu weka luna 20. Mungu atunusuru na janga hilo. Lakini kabla dereva wangu nunua bwana, hatujui kinachoendelea huko mbele. Tumenunua Kimanze Chana. Sasa mnataka hayo, mnataka yani hayo ndio mnataka hayo. Hata ikisema nchi ya Tanzania ina akiba ya miezi mitatu, lakini ile akiba yenyewe kuichukua pale kuipeleka Kimanze Chana itakwenda kwa bei ile ile au bei itabadilika? Lazima bei itapanda. Sasa nikwambieni kwamba msikubali wa Tanzania, msikubali tena, kwa sababu nikwambieni watu wana maslahi yao. Na ule uchungu nilikwambieni kwamba ilitokea bahati mbaya, wao wakafa sana na wanataka sasa na nyie mfe sana. Haya sasa ndo haki hiyo? Wewe umekufa kwa mwenyewe, umejipeleka mwenyewe. Sasa wanataka lazima na mwingine ende na yeye afiwe na watoto wake. Mungu amsamehe yule mzee kule Mbeya, alivyojua watoto wake na wajukuu zake wamekufa, na yeye mwenyewe akabuya sumu akafa. Baadaye kabainika kumbe wako hai kwa sababu ya maporomoko ya mvua. Ile bahati mbaya kweli, lakini usijipeleke mwenyewe mtu. Na yule mzee maskini kakosa imani ya kuamini Mungu kwamba qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana, lakini yeye hana imani hiyo, maskini kajiua. Sasa na yale pia sio ya kuyaiga yale. Unajiua mwenyewe mtu kwa sababu watoto wamekufa, haikubaliki. Sasa na sisi jamani, tusiwaue wenyewe watoto wetu, tusiwaue wenyewe watoto wetu kwa kuwapeleka katika maeneo hayo ambayo hawatutakii mema katika nchi yetu. Na nikwambieni, udini ndio umekolea kweli kweli. Kwa nini huyu mama anafanikisha mazuri? Na jamani, anafanikisha mazuri si kwa maslahi ya Tanzania jamani. Mwacha anafanikisha. Mbona Mwalimu Nyerere, baba wa taifa, si amefanikisha tumepata uhuru? Tunamkumbuka mpaka kesho kutwa, na jina lake ni baba wa taifa, na kila mwaka tunamkumbuka. Kila mmoja ana jema lake. Mimi nimekwenda mpaka Chato kwenye kumbukizi ya Magufuli, kwa sababu alichonifurahisha mimi Magufuli ile kuzuia mchanga wetu kwenda kuchakachuliwa huko kwa wezi wale. Kile maana kanifurahisha kweli kweli. Yaani ninampongeza bila aibu, bila aibu. Hata mkiniambiaje mimi nampongeza kweli kweli. Na ninasema hivi Mungu ampe anachostahili Magufuli. Wallahi Mungu ampe anachostahili Magufuli. Ameitetea nchi yetu, ametetea mali yetu, ametetea rasilimali zetu. Lazima apewe anachostahili kwa ajili ya kuitetea nchi yetu. Hatuwezi tukamwacha Magufuli. Hiyo sifa inakwenda kwa nani? Kwa Magufuli. Sasa iacheni na mama naye afanye, sifa iende kwa mama. Sasa unataka ufanye jamani? Mbona Ziziki hapa tumemsifia sana, lakini Mungu kamuondosha. Wallahi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن الصحابة الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب،
وعلى جامع القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح ولاتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين فيما فيه الخير للشعب التنزاني يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه